Yes, ya mjambo tena kweni nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Tunawatakia tena siku njema ya leo vendredi le 6 mars 2026 na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya kiusalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari ambazo tumewaletea siku ya leo moja kwa moja tutawapeleka kwenye uwanja wa vita, tuwaambie kabisa ni kipi kinachoendelea kwenye ligne de front depuis asubuhi ya leo mpaka mchana wa leo. Tutawapeleka mu territoire ya Mwenga kule mu maeneo ya Marundi, Katala pamoja na Burinyi kwenye tena mapigano yaliripotiwa katika maeneo hayo usiku wa jana wa kuamkia asubuhi ya leo. Ni waasi wa M23 pamoja na FARDC ambao walikuwa wakipigana pale. Matokeo kabisa tutayawaambia na tutawaambia jinsi vita kabisa vilikuwa katika maeneo hayo. Upande mwingine tutawaambia kuhusu Bahati Lukwebo ambaye kwa sasa anakabiliwa na hoja ya kutokuwa na imani na seneti kwa kupiga marekebisho ya katiba. Baada ya matangazo yake ya juzi akipinga marekebisho ya katiba kabisa, mambo yalishaharibika kwake. Tumewaletea taarifa mbalimbali tena tofauti. Kama kawaida mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi basi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kuzilike habari hizi pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie, na msisahau kujiunga nasi na grupi yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa mkipata habari zetu zote kwa wakati. Mjiunge nasi mkigusa hapo kwenye titre, pale chini ya titre mdescription mtapata linki yetu. Muguse kwenye linki hiyo mjiunge na WhatsApp yetu. Hapo kabisa mtakuwa mkizipata taarifa zetu zote kwa wakati na mtakuwa mkielewa kabisa jinsi mambo yako kwenye ligne de front mashariki mwa nchi ya Kongo. Taarifa zetu mbichi za leo kabisa mchana wa leo munitikie tuzianzie katika territoire ya Mwenga hapo mu province ya Sud Kivu, katika maeneo ya Marundi pamoja na Katala kule maeneo yanayokuwa pamoja na Burinyi kwenye tena mapigano yalizuka upya usiku wa kuamkia asubuhi ya leo kati ya waasi wa AFC M23 pamoja na wazalendo na jeshi la Burundi ambao wanasaidiana kama kawaida katika vita vinavyoendelea. Mapigano hayo yalizuka upya baada ya masaa machache tena, na katika maeneo hayo kumeripotiwa mapigano mengine. Siku ya jana jeudi depuis asubuhi walikuwa wakipigana katika maeneo hayo. Nadhani ya kwamba waliofuata habari za jioni ya leo wanakumbuka vizuri jinsi mapigano hapo yalikuwa. AFC M23 kutokea katika maeneo tofauti ya territoire ya Walungu kama eneo za Tubimbi pale waliatakie position za FARDC na wazalendo katika eneo ya Marundi pamoja na Katala na pia Burinyi wakapigania ndani. Hapo ilikuwa siku ya jana wakapigana apres masaa mengi na wako na pigana. Ilipofika saa 7 za mchana wa siku ya jana, waasi wa M23 wakakuwa repousse, wakarudishwa nyuma, wakarudia mu maeneo ya Walungu kwenye walikuwa na wametokea. Ilipofika sasa saa 4 usiku, tena usiku kabisa wa siku ya jana saa 4, AFC M23 tena ikarejea kuataki plutôt FARDC pamoja na wazalendo katika village tena ya Marundi pamoja na Katala. Eneo ya Burinyi hayo hawakuyatake, walipigania katika maeneo hayo mawili.
walipigana saa 4, saa 5, saa 6, saa 7. Mapigano yakaendelea ikafika saa 9 kabisa na saa 10 na wangali napigana katika eneo hiyo. Mapigano hayo yalisababisha hofu kubwa miongoni mwa wakaaji wa maeneo hayo ambao hawakukuwa na ingine shwa sofu kufunga kabisa nyumba zao na kubaki tu wakiomba Mungu waokoke mapigano hayo. Mapigano yote ni mabaya, mapigano ya usiku yanakuwaka ni hatari sana kuliko engine. Mnajua ikisha kuwa ni mchana huenda population wanakuwaka na ile shwa kusema waondoke pale kwenye mapigano yako, wakimbia waelekee kwingine kwenye kuna usalama, huenda wanaweza wakaokoka. Kama ikisha kuwa ni usiku deja, huwezi ukajua utapita wapi, huwezi ukajua utatoka nje ukutane na wakina nani. Hapana. Hapo sasa shwa inakuwaka ni moja, kujifungia ndani ya nyumba. Basi unaomba Mungu, unangojea mapenzi yake ya Mungu kabisa yafanyike hapo. Mapigano hayo yaliendelea kabisa usiku wote, na asubuhi ya leo mapema saa 11 ndipo kuliamka kabisa na utulivu. AFC M23 iliweza kuavance pale lokalite ile ya Marundi na Katala, walikamata hapo ni karibu na Burinyi. Donko kulikucha kabisa na AFC M23 imeweza kutimua FARDC na wazalendo katika maeneo hayo mawili. Pale ni muteritware ya Mwenga karibu na Burinyi. Taarifa mbichi tunazo asubuhi ya leo kutoka pale ni ya kwamba waasi wa AFC M23 hawakusimama apres kukamata zile lokalite mbili, waliendelea Burinyi njo kwenye wako na pigania. Na hapa kabisa munielewe, apres kukamata lokalite ya Marundi pamoja na Katalala usiku wa jana ukamkia asubuhi ya leo, waliendelea asubuhi ya leo na mashambulizi vers Burinyi. Pale kwenye FARDC walikuwa na wameelekea apres kushindwa katika eneo ya Marundi pamoja na Katala. Burinyi njo kwenye mapigano yako mpaka kabisa mchana wa leo. Mapigano yanaendelea katika eneo ya Burinyi. Hapo tutakuja kujua matokeo apres kupigana kabisa pale, njo matokeo tutakuja kuyafahamu. Kwa sasa AFC M23 ilikamata eneo ya Marundi na Katala na wako napigana wakielekea Burinyi. Burinyi njo kwenye wako napigania, wanapenda donko nako wakamate eneo ile. FARDC na wazalendo pale wangali muvita muburinyi, ayo hawajaitoka ndani, wako napigana na AFC M23 pale. Waoni ya kwamba huenda wanaweza wakaweza kuwarepuse Burinyi isikuwe tombe. Mapigano yanaendelea pale, matokeo hayo tutayafahamu apres. Ni wakati mapigano ambayo yamezuka pale Mumwenga yamekuja kule Mufizi, na mapigano kabisa yakiendelea kati ya FARDC na wazalendo na wasi wa AFC M23 na washirika wao Turaneo kule Minembwe. Na njia hizo ambazo AFC M23 iko na zipigania ndani moja kwa moja zinapeleka njia kule Lemera, na Lemera ni maeneo yanayokuwa karibu na Minembwe. Donc kule AFC M23 ginsi niko naona ilifungua ingine njia ili iweze kuelekea Minembwe. Hapo tutakuja kufanya analize kidogo ndani ya habari zetu za jioni ya leo kuhusu namna ya kuhusu donc kule ginsi AFC M23 tena ilifungula fro pale. Tutafanya analize katika habari za jioni ya leo. Hapa kabisa tuendelee na habari zetu kwa sababu depuis asubuhi tulikuwa na tujawapa habari. Tumewaletea sasa taarifa mingi kuambia ni kipi kinachoendelea mu maeneo tofauti, tukiwapeleka ngambo nyingine mu territoire ya Uvira kule mu plaine de la Ruzizi. Traffic kwenye route Bukavu inayopita Kamanyola Luvungi vers Uvira ilisimama. Donc traffic kabisa haitumiki kutokana na kuharibika kwa route nationale numero 5 ku niveau ya Mutemba pale mu plaine ya Ruzizi.
Siku ya jana ndipo rute kabisa ilikatika pale na traffic kabisa ikawa deja imefungwa kati ya Uvira na Bukavu. Hapo Mutemba kabisa video ndio hiyo wakati rute hiyo ilikuwa imekatika. Utapata moto kule mbele. Utapata moto. Lalo yote hapa ni download. Nadhani kwamba video hiyo mmeifuata, mmeona kama ile rute kabisa yote iliharibika pale, hakuna moto ama gari yenyewe inaweza pita pale, na jinsi mmeona na wa miguu kabisa kupita hapo ni difficile, ni kupita kabisa ndani ya misitu njo wavuke. Apre kukatika kwa hii rute, wapita njia wa hapo, viongozi wa maeneo hayo wanatoa wito kabisa kwa uongozi wa pale kwanza kutafuta kama wanaweza wakatumika ile rute ili kuendelea kabisa kwa kazi za kawaida, circulation iko ya kawaida kwenye rute hiyo. Rute ile nationale numero 5 ni rute ambayo watu wengi wanaitumikishaka kabisa kwa kazi za kila siku, wanaotoka Uvira vers Bukavu, swate waendesha pikipiki na waendesha mabasi wale na mataksi. Hizo ni kazi zao za kila siku, maisha yao kabisa yanaendelea kupitia hiyo kazi sasa, kwa sababu hapo rute haitumike, plutôt rute aisha haribika, hawana kazi, na hapo mnasikia deja maisha yanaweza kugeuka wakati wowote, kwa sababu kazi haiendeki pale. Viongozi wa hapo wanahitajika kabisa kwa ajili ya kuanza kutumika ile rute, puis circulation iendelee kama kawaida kwenye rute hiyo. Habari zetu zinaendelea wakati mapigano yanaendelea kukamata hatua nyingine mashariki mwa nchi ya Kongo, Nord Kivu na Sud Kivu. Ile groupe ya Contact International pour la Région des Grands Lacs ICG, wote ni mapei tofauti ambao wanafanya ile ICG. Kuko Belgique, kunakuwa Denmark, kunakuwa Union Européenne, France, Allemagne, les Pays-Bas, Suède, Suisse, Royaume-Uni na États-Unis d'Amérique. Wote walikuja kutangaza walikuja kutangaza ya kwamba hakuna solution militaire kabisa katika mgogoro unaoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Walisema ya kwamba wanaagiza parti zote, donc gouvernement ya Kongo na AFC M23 kuanza kufanya kabisa yale walio yakubaliana katika maakoro ya Washington pamoja na maakoro ya Doha, na pale ndipo mapigano ama conflit inayoendelea moeste di pays itakapoisha. Hizi pays zote zinaamini ya kwamba kabisa mpaka kwa sasa hakuna solution militaire kwenye vita ama pale Sud Kivu na Nord Kivu kwenye kunaendelea kabisa kuonekana mapigano kati ya AFC M23. Wanasema ya kwamba solution ni moja tu, accord ya Washington, accord ya Doha ndio solution kuhusu mgogoro unaoendelea. Hivyo sasa wanaagiza parti mbili kuyatekeleza yale ambayo walishaka ya sign ili kuweza kurejea kwa amani, kama si hivyo kuendelea kwa mapigano kabisa hakutaacha na amani inapatikana. Wengi wanaendelea kuamini makoro hayo, wakati wakongomani kabisa wao makoro hayo hawayasiki. Wakongomani kabisa akoro hizo hawaziamini hata kidogo. Wanaendelea kuuliza maswali mengi kuhusu akoro hizo, wakisema depuis vita hivi kwanza mboni makozi kwa kaza mingi, ni kipi ambacho kilifikiwa kupitia makoro hayo.
jibu inakuja na ni hapana kabisa. Donc hakuna kitu ambacho kilifikiwaka kabisa, hakuna etape yoyote kupitia makoro yote ambayo yalikuwaka. Hivyo sasa wakongomani wao wanaendelea kupinga kabisa makoro yote, kwa sababu hakuna parti yoyote ambayo inafanyaka kile ambacho walikisaini. Donc kile ambacho walikikubaliana, parti zote ziitikake kabisa kufanya hivyo. Tunaendelea na habari zetu, taarifa zetu mbichi. Tuwaambie kuhusu Bintu Keita ambaye aujourd'hui alikuwaka na haiko tena kiongozi wa MONUSCO, alikuwaka na Aisha acha ile place, alikuwa sasa remplace siku ya jana. Mtu ambaye anaitwa James Swan ndiye ambaye kwa sasa alikuwa nome kama kiongozi wa MONUSCO apres Bintu Keita kuacha kazi hiyo. Huyu kabisa alichaguliwa siku ya jana wakati wa kikao cha ONU huko Marekani, na huyu kabisa ndiye ambaye ataongoza kabisa hii MONUSCO. Ni operation za ONU mu Kongo. Sasa yeye ndio mwenye ataongoza kabisa MONUSCO. Kazi zake zitaendelea, yeye ndio mwenye atafanya kazi ambayo Bintu Keita alikuwa akiifanya. Tuwapeleke wapi? Kule Ituri. Kule Ituri viongozi wa maeneo ya territoire ya Mahagi walishasimamisha kabisa kuingia kwa jeshi la Uganda UPDF kupitia frontiere ya Anzida pamoja na Karombo. Hii hatua ilikuja na inastukiza tu kwa sababu hatua ile walikamata wakati jeshi la Uganda la UPDF linasaidia FARDC katika maeneo tofauti ya Ituri mu operation Shujaa inayolenga kupiganisha ADF na kuifukuza kabisa mu maeneo ya Ituri. Sasa wanajeshi wa UPDF walikuwa wakipitia katika mafrontiere hizo kila siku kabisa, maramforo, silaha na wanajeshi wengi walikuwa wakipita hapo wakiingia Ituri. Siku ya jana sasa, kwa kushtukiza tu, administration ya territoire ya Mahagi inayoongozwa na Jacques Disonoa Lolua alikuja kusimamisha kabisa kuingia kwa wanajeshi wa Uganda kupitia ile eneo ile frontiere ya Anzida na Karombo. Hajatangaza kabisa ni kwa nini amekamata hatua hiyo. Hatua hii kabisa ilishtukiza sana kwa sababu kule UPDF inasaidia FARDC kupigana na wanajeshi wa ADF. Huko hakuna kabisa mafasilio yoyote kuhusu hayo. Pour le moment kabisa wanajeshi wa Uganda hawaruhusiwi tena kuingia nchini Kongo kupitia katika maeneo hayo pale kuzile frontiere mbili zinazopatikana mu territoire ya Mahagi. Tuendelee na habari zetu sasa. Modeste Bahati Lukwebo kwa sasa anakabiliwa na hoja ya kutokuwa na imani na seneti baada ya kutangaza kipinga kabisa marekebisho ya katiba. Baada ya saa 24 ya kuonekana kwake kwenye vyombo vya habari akipinga vikali wazo la kurekebisha ama kubadilisha katiba ambayo inatetewa na muungano mtakatifu na Rais Tshisekedi, makamu wa pili wa rais wa seneti Modeste Bahati Lukwebo ndiye anayelengwa na hoja ya kutokuwa na imani na seneti ni siku kenda kabla ya kuanza kwa kikao cha bunge. Mpango huo unatoka kwa seneta Dani Kabongo Bondanya kifikiwa kwa simu na Actualite CD jioni ya jana. Afisa huyo mteule aliona ya kwamba matamshi ya Bahati Lukwebo si sahihi kabisa, ambayo anayawasilisha kama kutoheshimu rais wa jamhuri kutokana na nafasi aliyo nayo katika ofisi ya bunge la juu na ndani ya muungano mtakatifu wa taifa.
Alisema ya kwamba kama mmoja wa wanachama wa urais wa muungano mtakatifu na pia akiwa na wadhifu muhimu katika seneti ambayo ni taasisi ya tatu ya jamhuri, tuliona matamshi yake kuwa yasiyofaa kabisa, yanaonyesha ukosefu wa heshima kwa mamlaka ya maadili ambaye mwenyewe ndiye mwanzilishi wa muungano mtakatifu, kwa sababu anazungumzia kama tatizo la kibinafsi. Yeye kama kiongozi angepaswa kushauriana na mamlaka ya maadili ambaye ni rais wa jamhuri kabla ya kutoa kauli hii. Anaahidi kutoka katika kuonekana kwa vyombo vya habari kesho malalamiko zaidi na kuelezea sababu ya msingi ya uamuzi wa kumwondoa rais wa kundi la AFDCA kutoka ofisi ya kile kinachoitwa chumba cha wazee. Wakati wa mkutano wa waandishi wa habari wa siku ya Jumatatu ndipo Bahati Lukwebo alitangazaka kwamba tatizo si katiba kabisa, ipaswi kurekebishwa. Tatizo ni watu viongozi ambao Kongo inayo ambao hawana uwezo wa kuongoza. Apre kutangaza hayo sasa, watu ambao wako mseneti wameanza sasa kusema kuhusu hotuba yake, wakisema kwamba aliyoyasema kabisa hayafai. Bahati Lukwebo mnasikia kwamba seneti inaanza kuingilia mambo yake, naye kabisa kesho ama kesho yake mnaweza sikia amefutwa kazi. Leo mnakumbuka ya kwamba viongozi tofauti waishakafutwa kazi kutokana na matatizo tofauti. Hii probleme tu idogo wanafutwa kazi. Leo ofete guvernema ya sasa ginsi iko wanapenda wote wakuwe na msimamo mmoja. Ile ndio kitu yenye inakuwa kapale. Napendaka wote wakuwe na msimamo mmoja, wote waongee kabisa kitu kimoja, wote mafikiri yawe mamoja, wote kabisa objective ikiwe moja. Sasa wakuonekana tu akiwapinga ana Bahati Lukwebo naye katika siku chache tutaona kabisa matokeo naye inawezekana kuwa hata kuwa na bahati. Ndugu zangu, asante, merci beaucoup. Hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea siku ya leo. Washukuru sana. Kama kawaida tupatane ndani ya habari mbichi zifuatazo, taarifa kabisa za jioni ya leo. Tutakuja kupatana tukiwapa donido. Merci beaucoup. Mungu awalinde, tukuje kupatana tena jioni. Asante.